La pili, kama kijana kwenye mambo ya nguvu, una uwezo wa kubadilika haraka. Leo ulikuwa na nguvu kidogo, kesho unaongezewa mpaka ufikie pale kwenye top, uanze kusema sasa, kuanzia sasa nitaanza kushuka, labda ni miaka 40 ndio sasa unaanza kushuka. Lakini huku chini kuanzia miaka 15 unapanda, kadri unavyokwenda unakuwa na nguvu zaidi na nguvu zaidi na nguvu zaidi, mpaka utakapofika 50 au 45 ndio grafu inaanza kufanya nini? Kushuka. Napo inashuka polepole. Kama ulishatengeneza huku nyuma, inaweza kushuti kwa haraka kwa sababu huku nyuma ukutengeneza. Unapofika mtu mliyekuwa mahali pamoja, mnalingana umri, mnafanya kazi kwa wakati mmoja, mnapanda mbegu kwa pamoja, amefanikiwa sana, wewe hujafanikiwa, kinachotumalizaga haraka ni msongo wa mawazo. Jamani, kweli sio kweli? Huyu jamani tulikuwa wote, halafu mnaanza kutengeneza na maneno. Wewe unafikiri atakuwa kula, atakuwa mshirikina. Yaani sio kila mafanikio yanatoka kwa Ibilisi. Mafanikio yanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kama yanatoka kwa Mungu, basi fuata haya ambayo tunakuelekeza. Wakati huu una uwezo wa kubadilika haraka. Ulikuwa leo mdogo, kesho mkubwa, na unaongezeka na unaongezeka. Jambo la pili, kupoteza ujana ni kupoteza kesho yako. Yaani katika kipindi hiki unapokuwa kijana, usipotumia kwa uangalifu, ndio unapoteza kesho yako. Kesho hutaidai leo, itakuwa ni kesho. Amen. Kwani leo ni tarehe ngapi? Kesho kutwa sio 13. Kesho kutwa sio 13. Hivyo ndivyo mawazo ya wengi yalivyo. Anafikiri tarehe zinaweza kwenda mbele zikarudi wapi? Hazijawahi kurudi. Tatizo, maisha hayana reverse. Gia ya reverse kama ni gari haipo. Ukiona umeikosea leo, hiyo utaipata tena. Na hicho ndivyo vijana wengi hatutafakari kwamba kama sijaitendea sawa sawa leo, kesho inakuwa ni kesho ya leo, utaipata tena. Na ndio unasogelea kule ambako wote tunaenda. Kwa hiyo kupoteza ujana ni kupoteza kesho yako. Wengi huchezea muda. Naeleza baadaye nitakapofika sehemu hiyo umuhimu wa muda. Wengi huchezea muda kwa starehe. Starehe sio mtaji, wala starehe haikufikishi. Kisaikolojia, ningekuwa nawafundisha saikolojia, ningewaambia umuhimu wa starehe, umuhimu wa kucheka. Kwa mfano, mwana saikolojia mmoja alisema ukicheka siku moja unaongeza mwaka mmoja wa kuishi. Halo? Wangapi wamekasirika? Wangapi wanacheka? Mcheke basi. Huko ni upande wa nini? Wa saikolojia. Ukicheka siku moja unaongeza mwaka mmoja. Kwa hiyo ina faida. Lakini ukinuna siku moja unapunguza mwaka mmoja. Ungeishi miaka 70, umekasirika asubuhi mpaka jioni, ujue mwaka mmoja umepungua, utaishi miaka 69. Kwa hiyo jitahidi kila siku uwe na furaha. Amen. Halafu nguvu ulizo nazo sasa, ili zisipungue, sasa zitumie ili usipate hicho kinachoitwa msongo mawazo. Msongo mawazo unaua watu wengi sana duniani, na hata walio wazee. Na wazee wengi wanakufa kwa msongo mawazo kwa sababu hawakuitengeneza kesho yao. Amen. Sawa sawa? Yaani anapofika naona yule tulisoma wote ana mabasi matatu, mimi hata basikeli si. Mimi nafikiri nina mkosi. Kumbe ni matatizo ya maandalizi yako mwenyewe. Ulichotakiwa kufanya hukufanya, ulipokuwa na muda hukuutumia sawa sawa. Sasa unapofika kwenye fainali wanasema
Sema ukichezea ujana fainali. Unafikiri methali hiyo ilitungwa? Ukichezea ujana fainali uzee. Ukifanya vizuri kwenye ujana pia fainali, na fainali kule utashinda. Unajua fainali maana yake kuna timu mbili zinashindana ili tupate moja itakayoshinda. Kwa hiyo hapo huwa kuna wazee wawili wako kwenye fainali, mmoja anashinda, mmoja hajashinda. Sijui kama mnanukuu hizo pointi ninazowapa. Kwa nini tumesema kijana ni mtaji na yeye anaweza kufanya mambo mengi? Kwanza, nguvu ya kijana ni mtaji, ana muda mwingi wa kujifunza na kujaribu. Yaani unaweza ukatenga, unasema miaka mitatu hii nitafanya shughuli hii, nisipofanikiwa hii nitafanya hii, nisipofanikiwa hii nitafanya hii. Haiwezekani ukakosa zote. Amen. Kwa sababu hii utakapokosea itakufundisha namna ya kurekebisha hii. Utakapokosea inakufundisha namna ya kurekebisha hii, mpaka utafika mahali utafanikiwa. Nilipojaribu kufuga kuku mara ya kwanza, nimenunua kuku 200. Nimekwenda kuweka kwenye banda, niita mtaalamu, amenielekeza. Ndani ya wiki chache kuku wakaanza kutaga mayai. Nazungumzia huo mradi mmoja tu. Wakaanza kutaga mayai. Siku nyingine naenda pale wametaga yale mayai lepe, yaani ukishika hivi linapasuka, ukishika hivi linapasuka. Si mnajua? Kuku 200 unajua ni pesa nyingi. Na chakula unakula siku moja, kwa wiki wanakula chakula cha 500,000. Halafu mayai lepe. Tayari limechemka. Sawa sawa? Hapo umekosa. Enda kuita mtaalamu. Tatizo ni nini? Sema kuna dawa fulani ulikosea kuweka. Kwa hiyo hawa wauzi kabla hawajakupa hasara kubwa. Uza wakachinje, nikauza kwa hasara, kwa bei ya hasara. Lakini hela ikarudi. Kaagiza wengi zaidi na kuzingatia kile nilichokosea. Sawa sawa? Nilipozingatia nikaweka zile dawa sawa sawa. Wakaa na mtu mtaalamu anayeshinda hapo kila siku wao wanafanya hivi. Baada ya wiki 3-4 wakaanza kutaga, maana nilinunua wakubwa. Wakaanza kutaga. Wameanza kutaga mayai mazuri. Mpaka leo wanataga. Na karibu wanafika mwisho ili nitoe wote, nitafute wengine. Kwa hiyo ukishindwa leo unafanya unaboresha ili usibaki katika hali ile uliyokuwa nayo mwanzoni. Kwa hiyo mtaji, kwa sababu una muda mwingi wa kujifunza na kujaribu. Kama una miaka 20, ukianza leo kuplani kitu kikubwa, maana yake utakapofika miaka 30 utakuwa umeshajifunza makosa yake na mazuri yake na nini, unafika mahali unafanikisha. Usikai tu kwamba mimi sina cha kufanya, haiwezekani. Halafu pia kama kijana una uwezo wa kubadilika, hiyo nimeshasema. Halafu la pili, kupoteza ujana ni kupoteza kesho yako. Wengi kuchezea muda kwa sababu kwa sababu ya starehe. Hiyo nimeshasema sana. Jambo la pili katika hiyo ni uvivu. Na uvivu unaleta umaskini. Ukisoma Mithali sura ya 6 utaona. Ndio maana alisema mtazame nani chungu anavyoshughulika. Ukienda shambani, fanya kazi. Usiseme mimi nimeamua kulima, alafu unafika unalima. Mama yangu alipokuwa anafundisha kulima hapo Kinoga, tukienda shambani, piga jembe la kwanza, napiga la pili, sasa na uvivu unatembea na. Alafu unaanza kukuta hivi mkono kwa muda mrefu. Sasa mama alikuwa anasogea kama vile huko analima mlaba wake, huko anasogea. Huko analima mlaba wake, huko anasogea. Anapokukaribia utashangaa tu kibao. Mimi nimefundishwa kulima kwa vibao. Alafu alikuwa anachekesha kwa anasema kupadi saa wakati ameshapiga.
Anasema kupandisha, wewe unaanguka kule, unainuka tena. Hakuwa amesoma darasa lolote, lakini hatukuwahi kulala na njaa nyumbani. Na baba yangu alikufa nikiwa na umri wa mwezi mmoja. Simjui hata sura. Nilikuwa nasimuliwa tu, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Kwa hiyo mama alihakikisha ninasoma huko nalima. Mpaka nimekwenda sekondari, akakata tamaa. Nimefaulu, anasema hawezi kwenda sekondari kwa sababu mama hana fedha. Kaenda kwa mjomba wangu kujiuliza. Mjomba akampa plan, anasema usihangaike, orodha ya vitu vyote walivyokuandikia hapa hivi, tafuta vile vya lazima, halafu mwache aende shuleni. Wakienda kufukuza sana, nilienda sekondari nikiwa na kaptura hii na ya darasani. Basi Mungu alinisaidia, nilikuwa na kipawa cha kucheza sana mpira. Anza kucheza mpira nikaonekana maarufu, hata matajiri wakaanza kunitunza huko shuleni kwa sababu nasakata kabumbu. Sio kama na watania. Sasa ilikuwa ni historia, karibu asilimia kubwa hapa hawajazalika. Nilipokuwa nasakata kabumbu. Cheza timu ya sekondari ikachukua kombe la mkoa. Uliwahi kusikia tena siku nyingine? Sisi tulichukua kombe la mkoa. Wanaanza kutafuta nani hao wanaocheza. Kwa vijana kama 15 hivi wazuri sana. Mimi nikapewa na chakacheo huko. Sasa unajua ukiwa sekondari unaitwa captain, ni mtu maarufu. Kikao cha walimu wewe unahudhuria. Captain wa timu ya ya shule. Wakija wageni kuwatembelea, siku hiyo unapikwa wali. Na wewe unaangalia kama umekaa vizuri. Kwa hiyo na wewe unakula wali siku hiyo. Sio shule za siku hizi. Nikaenda nikatokea kwenye gazeti. Tunapochukua lile kombe la mkoa, ndio mimi napokea. Inatangazwa kabisa, Tarime sekondari yatoa ubingwa wa mkoa wa Mara. Nilisoma huko Tarime. Nilipofika kijijini hapa Rufuna, nikakuta vijana wale walilika yangu wamelipata lile gazeti. Kila kijana amebandika kwenye mlango wake wa chumba. Wanaona raha, Kipangula amepiga kabumbu huko mpaka sisi tumemuona. Kwenye gazeti la Daily News, hata Kiingereza hawajui kusoma. Lakini wameona picha. Mama alihakikisha analima, na Mfindi hakuna zao la biashara unaloweza kulima kwa sababu melima. Kiacha siku hizi angalau ni chakula kuhakikisha kipo, lakini alihakikisha kwamba ninasoma, na nilipomaliza form 4 ndio nikaajiriwa na kampuni hii. Siku hizi mnaita sijui nini, Katera sijui nini, zimebadilika mpaka wakati ule ilikuwa inaita Brookbond. Nikaanza kupanda vyeo mpaka nikafika head office. Kufika pale ndio nikapewa wito, nikapata wito. Kaja hapa kuwaeleza wazee mimi naacha kazi, nataka kuwa mchungaji. Nafika hapa, wale marafiki tuliosoma nao wengine, jamaa zimefanya nini? Zimefyatuka, anaacha mshahara, anatembelea pikipiki. Na wakati ule pikipiki ni mtu maarufu. Kipita hapo hivi, hata hapo Mgeruka hapo walikuwa wanajua Kipangula naenda kula. Geuza na pikipiki. Kwa mtu maarufu. Lakini Yesu akafanya nini? Kanifinyanga, kanivuta. Nikaambiwa ukishaingia uchungaji, umeingia kwenye umaskini. Umeacha mshahara umekuwa mchungaji, utakuwa maskini. Pale ndipo niliposema, kama huyo Yesu kweli ameniita alafu niwe maskini, mimi na ukataa maskini. Na niliukataa kweli mwanzo. Lakini leo nasema asante Yesu kwa sababu nilikubali huo wito. Sababu sio maskini. Siwezi kutangaza mimi maskini. Namiliki gari. Sio hiyo ya leo, hata ya kwangu mnayo. Sasa wasioelewa ni kufikiri tu anapata wapi? Atakuwa amechukua sadaka zetu. Kwani mnawekaga wapi mpaka mimi nichukue? Hamna watunza hazina.
Hamna wanaotunza hii au wazee wa kanisa huwa wanahesabu wananigawia mimi? Ni juhudi zako, kwa sababu ya muda umeutumia sawa sawa. Hebu fikiri kijana, katika ratiba yako ya kila siku, katika mambo yako ya uchumi na kuona kesho itakuwaje, masaa yale 12 unayagawaje? Hebu niambie. 12 asubuhi mpaka jioni saa 12. Maana usiku kuna kupumzika na kulala. Unayagawaje? Unafanya kazi masaa 8. Kwani umeajiriwa wewe? Nani alikwambia masaa 8 ndio kufanya kazi? Masaa 8. Halafu kwa hiyo kutoka saa 12 saa 8 unarudi nyumbani. Baada ya hapo shughuli ndogo ndogo kama hii. Kumwagilia bustani sio kazi. Kwa hiyo sio masaa 8. Huko bondeni unafanya nini? Ndio muda umeisha. Huko bondeni unafanya nini? Unalima nini? Vinyungu. Kwa hiyo ndio shughuli zako unazofanya. Jamani, mmemsikia huyu? Wangapi wamemsikia? Amesema anafanya kazi masaa 8, akienda vinyunguni serious anafanya kazi mpaka masaa mangapi? 8. Halafu akirudi anapumzika kidogo, labda anakula chakula cha mchana, anaanza tena kufanya kazi ndogo ndogo za kumwagilia, za kufanya hivi. Wangapi wanafanya hivi? Mratibu, angalia vijana wako uliosema niwafundishe kesho itakuwaje. Wangapi wanafanya hivyo? Kwa hiyo asante. Huyu hapa mmoja amenyosha, yule kule amenyosha, yule amenyosha, mwingine huyo hapo. Msione aibu kunyosha, kwa sababu tuko kujifunza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nafundisha mtindo wa kuambukizana, ili na wewe uone wivu, uone kumbe ninaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna asiyeweza hapa, labda mlemavu, na mlemavu naye anafanya. Kuna walemavu wanafanya kuliko sisi tulio na miguu na mikono na kila kitu. Kuna vipofu akishajua njia haulizi tena kesho, na kafimbo kake unaona amefika kazini na amerudi. Ni kipofu. Wewe una macho yote, unafanya nini? Mngejua nilivyo na hasira na vijana wa Dayosisi ya Mufindi. Yaani nina hasira kweli, natamani miaka 5 ijayo watu wao wamebadilika. Mwaka jana niliwafundisha mbinu mbalimbali, na mwaka huu nimekuja kwa njia nyingine, na nitakuja mpaka nihakikishe vijana mmebadilika. Mwingine akiwa na kabodaboda basi hana kitu kingine anachofanya. Sasa siku akitangaza tu serikali leo wanasema bodaboda kusafirisha abiria mwisho, unafanyaje? Unafanyaje? Baada wakishatangaza hata abiria hawatakuja, maana wanajua bodaboda zimefanya nini? Zimezuiliwa. Kwa hiyo kama kijana unayetafuta kesho, kwanza jiangalie, nguvu unazo, muda unao. Pamoja na kwamba wako walioajiriwa, lakini wako wasioajiriwa, nguvu unazo, muda unao. Na jambo jingine hapa tunajenga msingi tu, kwa sababu kesho naendelea. Kesho kutu. Jambo jingine, hatufahamu tukifanikiwa Mungu anachukua nafasi gani. Sawa sawa. Tumia hizo nguvu zako na huo muda wako vizuri, unafanikiwa. Ukishafanikiwa, nini kinafuata? Nini kinafuata? Namshukuru Mungu ndiye aliyekupatia. Mtafsiri vizuri basi. Maana katika Malaki imeandikwa nini? Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa sababu hayo mafanikio ni Mungu alikuwa pamoja nawe. Umeweza kufanya leo,
umefanya na kesho, umefanya na kesho kutwa, kwa sababu Mungu amekupa afya njema. Akitaka ulale, unaweza kulala. Akitaka usifanye, unaweza usifanye. Unaweza ukafanya asilete mvua. Sawa sawa? Kwa sababu Mungu anabaki kuwa Mungu. Na kama Mungu anabaki kuwa Mungu, anaweza kuamua cha kufanya. Ndio maana lazima tumkumbuke Mungu katika yale ambayo Mungu anatujalia. Wangapi wanatoaga fungu la 10 hapa? Wako wananyosha kwa wasiwasi. Ni fungu la 10 au fungu la 2? Maana mwingine akitoa chochote anasema ni fungu la nini? Fungu la 10 maana yake nini? Na hiyo ni kibiblia. 10% ya ile faida, sio ya mtaji. Sasa wengine wao wanasahau, wanafikiri ni ya mtaji. Kama ulikuwa na mtaji wa 100,000, umezalisha imepatikana 10,000. Hiyo ndio faida. Fungu la 10 la 10,000, sio fungu la 10 la 100,000. Maana wewe ulikuwa mtaji. Mpaka Mungu anasema hata nguvu zako amekupa yeye mwenyewe, ndipo uweze kufanya hayo mafanikio. Kwa hiyo Jumamosi tutakuja tucheze zaidi namna ya kutumia akili zetu katika kuitengeneza kesho yetu, kwa sababu kila mtu ana kesho yake hapa. Usikate tamaa. Mabinti zangu, mnisikilize, sawa sawa? Usijipange kwamba mimi mafanikio yangu ni mume atakayenioa, sawa sawa? Au kama umeolewa, usijipange kwamba mume wangu ndio atakayenifanya mimi nifanikiwe. Na wewe shughulika kwa kiwango chako. Kama mnakubaliana mradi huu ni wa pamoja, sasa tuuweke nguvu zote, tumeweka hapa. Hapo ni kwamba ninyi wote mnamiliki hicho kitu. Ndio maana hata serikali iliweka utaratibu. Ukisema ndoa mnaachana, nasema mmechuma kitu gani pamoja? Si ndio jamani? Mmechuma kitu gani pamoja? Hicho kitazamwe, kikisha tazamwa mgawane. Kuna pasenti zinaendaga kwa watoto, pasenti kwa mama, pasenti kwa baba, wale walioshindikana. Sisi hatutazamii ndoa za ninyi zije zianze kugawana mali, maana yake wao wanaachana. Sisi ndoa zetu tunasema mpaka kifo kitakapo tenganisha. Kwa hiyo mali zenu zinabaki hivi. Kwa hiyo fungu la 10, kama kitu mnafanya pamoja, mnakaa mnajadili, bwana, tukatoe fungu la 10, tuliweka mtaji huu, faida ni hii, sasa hii tukamshukuru Mungu. Mwingine anatoa fungu la 10 mradi amepata hela, hahesabu gharama, anatoa fungu la 10 la mauzo. Kumbe tunatoa fungu la 10 la faida. Nimeeleweka? Alikuwa na viazi, hahesabu gharama. Yeye anajua nimevuna, nimepata 100,000, 10,000 ni ya wapi? Amesahau gharama alizoweka. Ni fungu la 10 la faida. Watu wananiangalia wanafikiri nimekosea. Ni fungu la 10 la nini? Faida ya hicho unachopata. Kwa mfano, mtu ukifanya kazi, si umetumia nguvu, alafu umefika mwisho umepata mshahara, si ndio? Mshahara ule una fungu la 10, kwa sababu ni faida ya nguvu zako ulizozitumia mwezi mzima. Kwa hiyo mshahara ule ndio unachukua jumla ya mshahara ule, wameshatoa na makato yote, kile ulichopokea, net pay wanasemaga wataalamu. Hiyo net pay unasema fungu la 10 nikamshukuru Mungu. Nakwenda kumshukuru Mungu. Sadaka nyingine ni kama utaratibu wa kawaida. Wangapi wameanza kuiona kwa dalili ya mbali kesho yake? Umeanza kuona iko wapi? Iko Makambako, iko Nyororo, iko Igowole, iko hapo nje. Ila nasema iko hapo nje. Kwa hiyo imeshafika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisimalize kipindi cha mama yangu. Mama yangu mjana pia nafikiri ndiye atakaye. Mimi ni washukuru, huu nilikuwa naweka msingi, najenga msingi. Jumamosi Mungu akipenda tutapata masaa ya kutosha, nimeona kwenye ratiba. Kesho mnisamehe, tutashughulikia afya, lakini Jumamosi nitakuwa pamoja nanyi mpaka Jumapili kufunga kongamano letu.
Neno la Kristo, ukombozi wetu. Kwa pamoja tutajenga dayosisi yetu ya Mufindi tukiwa na uchumi, tukitumia nguvu zetu sawasawa, tukitoa sadaka sawasawa, tukijitoa wenyewe kwa nguvu sawasawa. Hapo tutaijenga dayosisi yetu, na Mungu awabariki sana.